ya Mungu wetu. Na ningetaka kila mmoja mahali ulipo ufanye ibada yako kwa Bwana, uachilie maneno ya ibada, maneno ya sifa, maneno ya kupenda Mungu, maneno ya kufurahia Mungu. Mwambie namna gani unamshangaa, mwambie namna gani unamstaajabia, mwambie namna gani unampenda Baba katika jina takatifu la uweza la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa. Yesu, pokea heshima. Yesu, pokea tukuzo. Yesu, pokea kuinuliwa. Wewe ni Mungu nguvu zetu. Wewe ni Mungu wa peke yako. Wewe ni Mungu wa daraja lako. Wewe ni Mungu wa ngazi yako mwenyewe. Tunakupenda Mungu wetu. Hakuna kama wewe. Hakuna aliye mfano wako. Hakuna anayekusogelea kwa namna yoyote. Wewe ni Mungu wa uweza wote. Wewe ni Mungu wa milele, Mungu ambaye ulikuweko, uliyeko, utakayekuwako, Mungu ambaye uko nje ya muda ili upe muda maana, Mungu ambaye utakuwako baada ya muda ili upe muda maana. Mianzo yote inapatikana ndani yako na miisho yote inapatikana ndani yako. Mianzo yote inakukuta na miisho yote inakuacha unabaki. Pokea sifa e Bwana. Wewe ni Mungu ambaye sio Mungu wa awamu, hauchaguliwi, hauteuliwi. Wewe ni Mungu ambaye umekuwako, self-existing. Hakuna ambaye amekuweka, hakuna ambaye unamtegemea, hakuna ambaye anakupa nguvu, hakuna ambaye anakusababisha uwe Mungu. Wewe ni Mungu ambaye unajitegemea, umejipa uungu mwenyewe. Wewe ni Mungu ambaye umestahili. Libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako. Heshima zina wewe, mamlaka ina wewe, adhama ina wewe, nguvu zina wewe. Pokea heshima na ibada ya mioyo yetu. Tunasujudu, tunainama, tunanyenyekea, tunakukiri peke yako. Libarikiwe jina lako takatifu. Baba, tunakupenda, tunakufurahia, tunakupenda Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwabudu Mungu. Amen. Nikukaribishe, tunaendelea na maombi yetu. Ni maombi ya kuhitaji msaada wa Mungu kwenye nusu hii ya pili ya mwaka 2026, na ninamtukuza Mungu ambaye ametusaidia. Siku ya jana jioni nimefundisha somo kuhusiana na msaada wa Mungu. In case bado hujasikia hilo somo, nikutie moyo ya kwamba ili uweze kuomba kwa uzito fulani, lazima uwe na kiwango fulani cha uelewa. Na huwa ninasema kiwango cha uelewa kinaamua uzito wa maombi. Kiwango cha uelewa kinaamua kiwango cha maombi. Kwa hiyo hakikisha unaenda kusikiza hilo somo. Ukienda YouTube ukaandika Pastor James Kalekwa na ukaangalia hilo somo, nafundisha kuhusiana na msaada wa Mungu. Na ukisoma hilo somo, ukisikiza hilo somo, kuna namna linakujengea imani ndani yako na utaweza kuomba vile ambavyo nimekufundisha. Nataka tuende mbele za Mungu. Tutaenda kuomba kuhusiana na msaada wa Mungu. Kwa wale ambao wana huu mwongozo tayari wa maombi ya msaada wa Mungu, tutaanza na ombi namba 3 kwenye Mithali sura ya 8 mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Na nimesema hivyo kwa faida yako, injini ya Kenny. Mithali sura ya 8 mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Neno la Mungu linasomeka hivi: kwa msaada wangu wafalme humiliki, na wakuu wanahukumu kwa haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Kwa msaada wangu wafalme humiliki, na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Sasa kwa uelewa ya kwamba wewe ni mmoja wa watu wakuu ambaye Mungu amekusudia utawale, umiliki, ufanye hukumu, ufanye maamuzi. Mungu amekukusudia, kwa lazima ujue kuna msaada unahitaji. Waza namna hii: mfalme anatawala territory
kwa mfano nikitumia lugha ya Tanzania, anatawala mikoa 30. Mfalme anatawala mikoa 30. Mfalme anatawala watu mamilioni, anaangalia miradi mingi, anaangalia fedha nyingi, na watu wengi wako at his or her spell. Kwa lazima ujue, ili uweze kutawala maeneo mengi, watu wengi, masuala mengi, miradi mingi, kuna msaada unatakiwa, la sivyo utachanganyikiwa, utavurugikiwa. Na saa ingine wengi wanavurugikiwa kama kuna mtu maisha yake iko na saa ingine watu wanaendesha tu mradi mmoja na unawashinda unakuwa complex. Kwa hiyo unaenda kuhitaji msaada wa Mungu, utaenda kuomba namna hiyo ya kwamba Yehova, ninaomba msaada wa hekima yako ili uniwezeshe kumiliki, kuhukumu kwa haki, kutawala na kufanya maamuzi kama mtu wa matokeo makuu katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Naenda kuomba Yehova, ninaomba kwa msaada wa hekima yako. Naomba msaada wa hekima yako ili uniwezeshe kumiliki, kuhukumu kwa haki, kutawala na kufanya maamuzi kama mtu wa matokeo makuu katika nusu hii ya pili ya mwaka 2026. Watu wetu wa media wametusaidia, wameweka ombi hapo, na mtu ambaye pia ana administer unaweza kunisaidia kukagua mic gani iko on, ukaimute, sababu najua iko ndani ya uso wako. Alafu twende mbele za Bwana, tuendelee kuomba namna hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwinulie Bwana sauti yako. Kwa jina la Yesu, ninaomba kwa msaada wa hekima yako. Ninaomba Bwana, nipatie msaada wa hekima yako. Ninaomba Bwana, nipatie msaada wa hekima yako, na huo msaada wa hekima yako uniwezeshe kumiliki, na huo msaada wa hekima yako uniwezeshe kuhukumu kwa haki, na huo msaada wa hekima yako uniwezeshe kutawala na kufanya maamuzi kwenye maeneo mbalimbali katika jina la Yesu. Kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, Baba, ninahitaji msaada wako kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Baba, ninaomba msaada wako. Baba, ninalilia msaada wako. Baba, ninahitaji msaada wako. Baba, ninahitaji msaada wako. Nipatie msaada kwa njia ya hekima yako. Nipatie msaada kwa njia ya hekima yako, ili niweze kumiliki maeneo mengi, ili niweze kumiliki maeneo mengi, nimiliki maeneo mengi ya kijiografia, nimiliki masuala mbalimbali, nimiliki sekta mbalimbali, nimiliki ajenda mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo, ili nisichanganywe na mambo, ili nisivurugwe na mambo, ili nisichanganyikiwe na mambo. Ninapo diversify, ninaomba hekima yako Bwana, ninaomba achilia msaada kwa hekima yako katika jina la Yesu. Baba, achilia msaada kwa hekima yako kwa jina la Yesu. Achilia msaada wako kwa njia ya hekima yako kwa jina la Yesu. Huo msaada uniwezeshe Bwana kumiliki kwenye nusu ya pili ya mwaka. Nisiishie tu na jambo moja, nisiishie tu na sekta moja, nisiishie tu na biashara moja, nisiishie tu na ajenda moja, nisiishie tu na uelekeo mmoja, nisiishie tu na namna moja. Ninaomba kwa jina la Yesu, ninaomba kwa jina la Yesu. Jehova, ninaomba kwa jina la Yesu, achilia msaada kwa njia ya hekima yako. Achilia msaada kwa njia ya hekima yako. Achilia msaada kwa njia ya hekima yako. Uniwezeshe kumiliki, uniwezeshe kumiliki, uniwezeshe kumiliki kwenye nusu ya pili ya mwaka. Baba, achilia msaada wako. Jehova, achilia msaada wako. Baba yangu, achilia msaada wako. Jehova, achilia msaada wako. Uniwezeshe kumiliki, uniwezeshe kumiliki kwa namna mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye nyanja mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali ya kijiografia, kwenye mada mbalimbali. Baba, achilia huo msaada ambao utaniwezesha kutobaki na umiliki wa namna moja, nisibakie kumiliki kwenye mlima mmoja, kwenye nyanja moja. Baba, ninaomba huo msaada wako unaowawezesha wafalme wanamiliki mambo mengi
na hayawachanganyi. Wanamiliki maeneo mengi, hawachanganyikiwi. Wanamiliki eneo kubwa, hawachanganyikiwi, na wanajua details zake. Baba, ninaomba huo msaada. Baba, ninaomba huo msaada. Baba, ninaomba huo msaada uje kwenye moyo wangu, uje kwenye fikra zangu, uje kwenye akili yangu, uje kwenye mtazamo wangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba, Jehova, ninaomba huo msaada uniletee. Baba, ninaomba nipatie huo msaada. Baba, ninaomba niletee huo msaada kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba nipatie huo msaada. Jehova, ninaomba nipatie huo msaada kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Huo msaada Bwana uje upande wangu, huo msaada Bwana uje upande wangu kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo hekima inawezesha watu kumiliki. Ninajua kumiliki haiwezi tu kuwa casually, kumiliki haiwezi kuwa hivi hivi. Kuna daraja la hekima, kuna daraja la msaada ili mfalme aweze kumiliki. Baba, ninaomba hiyo kumiliki watu wengi chini yangu, hiyo kuongoza watu wengi chini yangu, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako. Hiyo kuongoza departments nyingi chini yangu, ninaomba msaada wako. Hiyo kuongoza vichwa vingi chini yangu, Baba, ninaomba msaada wako. Anza kuomba namna hiyo, mwambie Bwana namna hiyo. Kuna namna mimi naomba, kuna namna natamka, kuna upana ninaenda nalo. Endelea kutamka hivyo kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu wanamiliki shamba moja tu, alafu hata hilo shamba linamtoa jasho. Kuna watu wana kibanda kimoja tu, ana duka moja tu, ana biashara moja tu, kwa sababu hawezi kumiliki mambo mengi, kwa sababu hawezekani akamiliki mambo mengi. Na kuna watu hawezi kumiliki mambo yaliyotawanyika kwenye nyanja mbalimbali. Anamiliki kwenye eneo tu la kilimo, anamiliki tu kwenye eneo la afya, anamiliki tu kwenye eneo la imani, anamiliki tu kwenye eneo la machapisho ya vitabu, lakini hawezi akawa na multiple streams of income, hawezi kuwa na nyanja mbalimbali. Anza kuomba ya kwamba Mungu akupe hekima. Inawezekana ukamiliki kwenye sekta ya afya, inawezekana ukawa mtawala kwenye sekta ya michezo na burudani, halafu ukawa kwenye biashara, halafu ukawa kwenye kilimo na mifugo, halafu ukawa kwenye imani vile vile, ukawa kwenye madini vile vile. Inawezekana. Kuna daraja tu la hekima ukiwa nalo unaweza kumiliki. Ndio maana neno linasema ya kwamba kwa msaada wangu, huyo hekima analia ya kwamba wafalme wanamiliki. Omba huo msaada, omba huo msaada, ita huo msaada, lilia huo msaada, ili usibakie kuwa mtu mnyonge, ili usibakie kuwa mtu wa matokeo madogo, ili usibakie kuwa mtu goigoi, mtu duni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba huo msaada. Jehova, ninaomba huo msaada. Baba yangu, ninaomba huo msaada, msaada wa kihekima, msaada wa kimawazo, msaada wa kiakili, msaada wa kiuelewa, msaada. Bwana, nipatie huo msaada, nipatie huo msaada. Hii akili yangu Bwana, ninaomba uisaidie. Huku kuwaza kwangu Bwana, ninaomba usaidie. Uono wangu Bwana, ninaomba usaidie kwa jina la Yesu Kristo. Uono wangu Bwana, ninaomba usaidie kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba nitumie msaada, ninaomba nitumie msaada, ninaomba nitumie msaada, ninaomba nitumie msaada katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo. Ninaomba Baba, nipatie msaada wa hekima yako, ili uniwezeshe kuhukumu kwa haki. Maana yake ni kufanya hukumu kwa haki, ni kukata maneno sawasawa. Baba, ninaomba huo msaada wako uniwezeshe kufanya hukumu bila kukosea, kufikia kwenye hukumu sahihi bila kukosea.
unaendelea kwa jina la Yesu. Ninaomba msaada wako kwenye nusu hii ya pili ya mwaka, uniwezeshe kutawala, uniwezeshe kuongoza, uniwezeshe kusimamia, uniwezeshe kusimamia rasilimali, uniwezeshe kusimamia watu, uniwezeshe kusimamia maswala, uniwezeshe kusimamia ajenda. Ninaomba huo msaada wako, ninaomba huo msaada wako kwa jina la Yesu. Uniwezeshe kutawala, nionekane kama mtawala, nionekane kama mmiliki, nionekane kama ninayeweza kuongoza. Ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba msaada wako Bwana, ninaomba msaada wako Jehova, ninaomba msaada wako Jehova, ninaomba msaada wako Bwana kwenye nusu ya pili ya mwaka. Baba, nipatie msaada wako kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, kwenye nusu ya pili ya mwaka, ninaomba nipatie msaada wako kwa jina la Yesu. Ninaomba nipatie msaada wako kwa jina la Yesu. Baba unisaidie, Jehova unisaidie, Jehova unisaidie, Jehova unisaidie. Niwezeshe Bwana, niweze kutawala, niwezeshe Bwana kwa nguvu zako, niwezeshe niweze kutawala, niwezeshe niweze kuongoza, niwezeshe niweze kuongoza makundi mengi ya watu, makundi mengi ya watu, aina mbalimbali za watu, aina mbalimbali za watu, hulka mbalimbali za watu, ujuzi mbalimbali wa watu, uzoefu mbalimbali wa watu. Nisiwe frustrated now. Baba, ninaomba mtakatifu anaomba, kuna mtakatifu anaomba namna hiyo. Endelea kumlingana Bwana. Unapoomba kuna msaada unaachiliwa, unapoomba kuna msaada unaachiliwa. Unaweza ukaongoza biashara moja, unaweza ukaongeza na biashara nyingine, unaweza ukatawala kwenye eneo la biashara, ukatawala kwenye familia na visikuchanganye. Unajua kuna watu akiwa tuna biashara mbili, familia inaharibika. Akianza tu kuwa na huduma aina fulani, familia inaharibika au watoto wanaharibika. Unajua unahitaji msaada wa Bwana ya kwamba ufanye vizuri kwenye familia, ufanye vizuri kwenye ndoa, ufanye vizuri kwenye uwekezaji, ufanye vizuri kwenye kampuni, ufanye vizuri kwenye taasisi, ufanye vizuri kwenye miradi. Unajua unaweza ukawa na vitu vingi na vyote vikaenda sawasawa, vyote vikaenda kwa kufanikiwa. Na nini ambacho kinakuwezesha ufanye hivyo bila kuumia kichwa, bila kuchanganyikiwa? Kuna kitu kinaitwa msaada wa Bwana, na neno linasema huo msaada ndio unawasaidia wafalme, maana yake watawala. Endelea kumwomba Bwana namna hiyo. Ninaomba huo msaada utakaoniwezesha kutawala. Ninaomba huo msaada utakaoniwezesha kutawala. Ninaomba huo msaada utakaoniwezesha kutawala kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Siwezi mwenyewe Bwana, la sivyo nitachanganyikiwa, la sivyo nitakosa usingizi, la sivyo nitakuwa frustrated, la sivyo sitaweza kuongoza kanisa vizuri, kuongoza miradi vizuri, kuongoza departments mbalimbali vizuri, kuongoza initiatives ambazo Bwana umetupatia, niziongoze vizuri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba umbilo mpendwa, endelea kumlingana Bwana, omba namna hiyo kwa jina la Yesu. Inatokea ukiomba, inakuwa halisi ukiomba. Unapokea huo msaada unaokuwezesha kufanya maamuzi vizuri kwenye nusu ya pili ya mwaka, ili uweze kuwa mtu wa matokeo. Baba, asante, ninakushukuru kwa msaada wako. Ninapokea msaada wa hekima yako, ninapokea msaada kwenye nyanja mbalimbali, ninapokea msaada kwenye akili yangu, sichanganyikiwi. Ninapokea msaada kwenye moyo wangu, hauinami. Ninapokea msaada kwenye usemi wangu, kwenye uono na ufikiri wangu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea msaada. Ninatangaza kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, wewe utatenda mambo zaidi ya moja
na hakuna hata moja ambayo litaharibika mikononi mwako, kwa sababu umesaidiwa sana na Bwana katika jina la Yesu. Familia yako haitaharibika kwa sababu umeenda kuongeza masomo. Familia yako haitaharibika eti kwa sababu kuna mradi mwingine. Familia yako haitaharibika kwa sababu umefungua kampuni jingine katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba kwa msaada wa Bwana unapata muda wa kuyatenda yote na yanafanikiwa katika jina la Yesu. Amen, amen. Tusogee mbele. Matendo ya Mitume sura ya 26. Fida yako Injinia Kenny ni ombi namba 7, sura ya 26 mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 22. Neno la Mungu linasomeka hivi: basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Za context ni Mtume Paulo amesimama boldly mbele ya washtaki wake, lakini anasema kwa nini ana huo ujasiri, kwa nini ameweza kusimama licha ya kwamba anakutana na upinzani na mazuio. Ni kwa sababu amepokea msaada wa Bwana. Kwa hiyo ombi letu tunaenda kuomba hivi: Mungu wangu, nipatie msaada wako utakaomsababisha kusimama kwa uendelevu. Sababu anasema nimesimama hata leo, maana yake ni kuanzia zamani hata leo, afu anasema hata leo hivi. Kwa hiyo nipatie msaada wako utakaonisababisha kusimama kwa uendelevu kwenye nyanja zote za kimaisha kwenye nusu hii ya pili ya mwaka 2026. Unasikia mpendwa, haiwezekani umeanza jambo mwezi wa 4 linakomea mwezi wa 8. Yani usimame kwa uendelevu. Haiwezekani unaanza mradi alafu unagotea mahali fulani. Usimame kwa uendelevu. Nataka mahali ulipo katika jina la Yesu, fungua kinywa chako, anza kuomba hilo ombi, anza kumhitaji Bwana, anza kumlilia Bwana, anza kusema na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeona kwenye neno lako, nimeona kuna namna ulimsaidia Mtume Paulo, nimeona kuna namna ulimwezesha Mtume Paulo, na yeye mwenyewe anakiri ni kwa kuwa ameupokea msaada utokao kwako, ni kwa kuwa anasaidiwa na wewe. Kuna namna umemsaidia, ndio maana ameenda umbali huo. Kuna namna umemsaidia, ndio maana ameenda umbali huo. Amesimama muda mrefu, ametenda jambo hilo kwa muda mrefu, amekutumikia kwa muda mrefu, licha ya upinzani, regardless ya watu walioinuka dhidi yake, regardless ya waganga na wachawi, regardless wa wakuu wa anga kwenye miji, regardless ya maneno mabaya na vita ya slander, regardless ya uadui ambao aliupata kutokea kwa ndugu anaita ndugu wa uongo. Pamoja na hayo, pamoja na baridi, pamoja na matisho, pamoja na ajali alizopata, pamoja na wanyama wakali anasema, pamoja na hayawani, pamoja na vyote, lakini amesimama. Baba, ninaomba aina hiyo ya msaada ambayo inamfanya mtu anakuwa pain resistant. Huyo mtu anakuwa hawezi kuumia tena, anakuwa hawezi kudhurika tena, anakuwa hawezi kuuawa tena, anakuwa hawezi kuzuiliwa tena na miundo na mifumo na wanadamu na nguvu za giza na upinzani na mazuio. Baba, ninaomba aina hiyo ya msaada ambayo haitazuia maisha yangu ya kiroho, haitazuilia ndoa yangu, haitazuilia familia yangu. Ninaomba aina hiyo ya msaada itanipelekea niwe resistant, niendelee kusimama, nizuilie kila aina kinachonipinga kwa jina la Yesu. Ninaomba aina hiyo ya msaada ije juu yangu, ninaomba aina hiyo ya msaada ije juu yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba aina hiyo ya msaada ije juu yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba aina hiyo ya msaada ije juu yangu kwa
jina la Yesu. Inijilie Bwana, ikalie utumishi wangu aina hiyo ya msaada, ikalie uchungaji wangu, ikalie maono ambayo Bwana umenipatia, ikalie uandishi wangu wa vitabu kwa jina la Yesu. Ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako kwa jina la Yesu. Kuna watu wanalilia msaada wa Bwana, kuna watu wanahitaji msaada wa Bwana, kuna watu wanahitaji Mungu awasaidie ili wasimame kwa uendelevu. Usiwe mtu ambaye unaanza jambo baada ya wiki mbili umechoka, baada ya wiki mbili umechoka, ukisemwa tu kidogo unaahirisha, ukipingwa tu kidogo unasema labda Bwana hakuniongoza vizuri, ukikutana tu na hatari unaahirisha, unarudi nyuma. Omba, kuna kiwango cha msaada ukiwa nacho, ngozi yako inakuwa ni ngumu. Kuna aina ya msaada ukiwa nayo, kuna namna unakuwa. Endelea kuomba aina hiyo ya msaada kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba nisaidie, Jehova nisaidie, Jehova nisaidie kwenye nusu ya pili ya mwaka. Hayo mambo ambayo nitayaanza, na mengine nimeanza mwanzoni mwa mwaka, na mengine nitaendelea kuyaanza huko mbeleni mwa maisha yangu. Ninaomba aina hiyo ya msaada, ninaomba kiwango hicho cha msaada, ninaomba daraja hilo la msaada kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapokea kusaidiwa, ninapokea kusaidiwa. Moyo wangu unasaidiwa na wewe, moyo wangu unasaidiwa na wewe. Kila aina ya upinzani mbele ya huu msaada, huo upinzani hautaniangusha, huo upinzani hautanizuia, huo upinzani hautaniweza, huo upinzani hautaniweza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo, hayo mazuio hayataniweza kwa jina la Yesu. Hao wanaokatisha tamaa, hao firefighters, hao ambao wanajaribu kuzima moto hawataniweza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba ninaomba nipatie huo msaada. Jehova ninaomba nipatie huo msaada. Baba ninaomba nipatie huo msaada katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninahitaji huo msaada wako, ninahitaji huo msaada wako, ninahitaji huo msaada wako kwenye nusu ya pili ya mwaka. Nitumie huo msaada, nitumie huo msaada unaonifanya nisimame kwa uendelevu, unaonifanya nisimame hata hivi leo, katika jina la Yesu Kristo. Wanaomwamini Bwana, wanaomhitaji Bwana, wanaomhitaji Bwana, si wanaomba namna hiyo? Unafanya vizuri kuomba. Neno la Mungu linasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, ila akiomba kwa bidii. Kama unaomba usisha bidii mpendwa, usiombe kidogo kidogo. Kama omba kwa uzito kutokea moyoni. Kama unaomba, maanisha kwa mkazo wa maneno yako, maanisha kwa misamiati yako, maanisha katika lugha, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba msaada wa Bwana. Baba nitumie huo msaada. Jehova nitumie huo msaada. Jehova nitumie huo msaada unaowafanya watu wasimame kwa uendelevu, uliomfanya Paulo awe Paulo tunayemjua, uliomfanya Paulo awe Paulo tunayemjua. Huo msaada ambao umemwezesha akapita kwenye territories, akapita kwenye maeneo mapya, maeneo ambayo injili haijafika, na akapasua, na akasimama, na akaweza, na hayo makanisa yakasimama, na hao watu waliowazaa kiroho wakasimama. Baba ninaomba aina hiyo ya msaada ambao itasababisha mambo yangu yasife, itasababisha biashara zisife. Huo msaada utasababisha mambo yangu yasiharibike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kumlilia Bwana, endelea kuhusisha nguvu za Mungu. Hitaji msaada hapo, hitaji msaada hapo, ili ndoa yangu Bwana isimame hata hivi leo. Ninahitaji kusaidiwa na wewe, ninahitaji kusaidiwa na wewe. Sio ndoa ina furaha nusu saa halafu baada ya muda tena inaharibikiwa. Sio ndoa inasimama kidogo
leo, halafu baada ya muda tena inaharibikiwa. Baba, ninahitaji msaada wako. Yesu, ninahitaji msaada wako, nisiwe on and off, nisiwe kidogo ninaweza, kidogo ninaanguka. Ninahitaji msaada wako, ninahitaji msaada wako. Nisimame kwa uendelevu na mambo yanayohusiana na mimi, yasimame kwa uendelevu na mambo ambayo Bwana umeniamini nayo, na maono ambayo Bwana umeniamini nayo, yasimame kwa uendelevu, yaweze kukaa, yaweze kuwepo, yaweze kuwepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mtu anaomba hapo, kuna mtu anamlilia Bwana hapo, si ungefanya kwa bidii, si ungeomba kwa bidii? Kwa jina la Yesu, msaada wako, msaada wako, msaada wako kwenye uono, msaada wako kwenye fikra, msaada wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Baba, Jehova, Jehova, unisaidie. Baba yangu unisaidie. Mungu wangu unisaidie. Baba yangu unisaidie kwa jina la Yesu. Kwenye nusu ya pili ya mwaka ninaomba aina hiyo ya msaada, ninaomba kiwango hicho cha msaada, ninaomba daraja hilo la msaada. Ninaomba unisaidie Bwana, ninaomba unisaidie Bwana, ninaomba unisaidie Bwana, ninaomba unisaidie Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo. Msaada wako, msaada wako, msaada wako, msaada wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unisaidie Bwana, unisaidie Bwana, unisaidie Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Msaada wako, msaada wako, msaada wako, msaada wako uwe juu yangu, msaada wako uwe juu yangu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, ninapokea kusaidiwa na wewe, ninapokea aina hiyo ya msaada ambayo inanipa stamina, ninapokea aina hiyo ya msaada inayonipa kuweza kusimama kwa uendelevu. Sitachokea njiani, sitachoka kwa sababu ya slander, sitachoka kwa sababu ya maneno ya uzushi, sitachoka kwa sababu ya vizuizi, sitachoka kwa sababu ya upinzani, sitachoka kwa sababu ya utendaji wa nguvu za giza, sitachoka kwa sababu ya namna yoyote. Ninapokea kusaidiwa na wewe, na kwa sababu nimeupokea msaada utokao kwako, ninasimama hata hivi leo kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Huo ndio utakuwa ushuhuda wangu, hayo ndio yatakuwa maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, asante. Pokea tukuzo, pokea heshima. Asante kwa kunitendea. Libarikiwe jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea msaada. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba sawasawa na tulivyoomba, kuna kiwango cha msaada kinakuja juu yako kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Unakuwa na uendelevu, unakuwa sio mtu wa kudokoa dokoa, unafanya kidogo kidogo, unakuwa consistent, unasimama kwa uendelevu. Hayo mambo yanayohusiana na maisha yako, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni mradi, iwe ni ujenzi, iwe ni maono, iwe ni kampuni, iwe ni taasisi ya namna yoyote, ninatangaza kwa jina la Yesu, inasimama kwa uendelevu in the name of Jesus. Ninatangaza wewe hautadondokea njiani katika jina la Yesu. Amen, amen. Wow, haleluya. Tunasogea mbele tena kidogo. Acha tusogee mbele tena kidogo kwenye ombi letu jingine kuhusiana na msaada wa Mungu. Kwenye kitabu cha Esta sura ya 4 na mstari wa 14, kwa faida yako Engineer Kennedy, ni ombi namba 8. Kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 14, neno la Mungu linasomeka hivi: kwa maana, huyu ni mzee Mordekai anamwambia Esta, wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine.
Maana yake msaada na wokovu hauna njia moja, una njia nyingi. Sasa na kuna maelezo anapewa nini kitatokea, lakini nataka ujue ya kwamba msaada na wokovu una njia nyingi, hauna njia moja. Na nataka tupende mbele za Bwana, tutaomba namna hii: Yehova, ninaomba uniandalie njia na vyanzo mbalimbali vya msaada wako, na namna nyingi, maana yake namna nyingi za msaada wako, ili uniokoe kwenye nyakati zote za hatari kwenye nusu hii ya pili ya mwaka 2026. Unaona, the danger is, ukiwa na njia moja ya msaada, ukiwa na chanzo kimoja cha msaada, ukiwa na namna moja ya kusaidiwa, kuna wakati hatari ikija na hicho chanzo ama kimefunga au kiko mbali au hata kukiactivate, ni kazi, maana yake utashindwa kuokolewa. Lakini Mungu anataka kuokoa Israeli, anamtumia Mordekai kumwambia Esther, kama wewe hautatumika, Mungu atatumia njia nyingine, lakini vyovyote vile Mungu atatuokoa. Kwa hiyo omba vyanzo mbalimbali, omba njia mbalimbali, omba namna mbalimbali, omba namna mbalimbali za msaada wa Bwana ili kukuokoa, kukunasua na hatari mbalimbali kwenye nusu ya pili ya mwaka. Mahali ulipo unaweza ukaanza kumwambia Bwana, unaweza ukaanza kusema maneno yako ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Ombea maeneo mbalimbali ya maisha yako, yapokee vyanzo mbalimbali vya msaada, yapokee njia mbalimbali za msaada katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa jina la mtakatifu wako Yesu Kristo. Jehova, ninaomba kwa jina la mtakatifu wako Yesu Kristo, ya kwamba kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026 na maisha yangu yote, Baba, ninaomba niinulie vyanzo mbalimbali vya msaada wako. Baba, ninaomba niletee vyanzo mbalimbali vya msaada wako. Baba, ninaomba sababisha vyanzo mbalimbali vya msaada wako, sababisha njia mbalimbali za msaada wako. Nisaidie Bwana kwa namna mbalimbali, nisaidie Bwana kwa jinsi mbalimbali, nisaidie kwa hekima yako, nisaidie kwa nguvu zako, nisaidie kwa maongozi yako, nisaidie kwa neno lako, nisaidie kwa mafundisho yako, nisaidie kwa njia ya watu, nisaidie Bwana kwa mkono wako, nisaidie kwa maongozi yako na namna mbalimbali. We Mungu unaweza kutumia vitu visivyo na uhai, we Mungu unaweza ukatumia wanyama, we Mungu unaweza ukatumia kisa chochote ili kusaidia watu wako. Unaweza ukatumia believers, unaweza ukatumia non-believers, unaweza ukatumia viongozi, unaweza ukawatumia watawala, unaweza ukawaendesha. Baba, ninaomba vyanzo mbalimbali vya msaada, vyanzo mbalimbali vya msaada. Baba, ninaomba vyanzo mbalimbali vya msaada, vyanzo mbalimbali vya msaada, na ninaomba ufungue macho yangu niweze kuviona, niweze kuvipokea, niweze kuvielewa. Baba, ninaomba fungulia namna mbalimbali ya kusaidia maisha yangu ya kiroho, fungulia namna mbalimbali za kusaidia utendaji wangu, kusaidia utumishi wangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, achilia huo msaada wako kwa namna mbalimbali. Baba, ninaomba kwa jinsi mbalimbali, achilia vyanzo mbalimbali vije kunisaidia, vije kuninasua kutoka kwenye hatari, kutoka kwenye mgandamizo, kutoka kwenye uonevu, ya kwamba sitagandamizwa nusu ya pili ya mwaka kwa sababu ya channels mbalimbali, kwa sababu ya alternatives ambazo Bwana unaniandalia, kwa sababu ya namna mbalimbali ambazo Bwana unataka kunisaidia katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba fungulia mbingu zako. Baba, ninaomba kunjua mkono wako, ninaomba achilia vyanzo mbalimbali, ninaomba achilia namna mbalimbali, ninaomba achilia namna mbalimbali ya msaada wako, achilia namna mbalimbali ya msaada wako, achilia namna mbalimbali ya msaada wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Achilia namna mbalimbali ya msaada wako katika jina la Yesu. Achilia vyanzo mbalimbali vya msaada wako kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo katika jina la Yesu. Kusiwe na namna moja ya kunisaidia Bwana, kusiwe na namna moja ya kunisaidia Bwana. Ninaomba Baba katika jina la Yesu, achilia njia mbalimbali, achilia vyanzo mbalimbali vya msaada wako kwenye maisha yangu, ili viweze kuninasua, kuniokoa kutoka kwenye hatari, kutoka kwenye vizuizi vyovyote ambavyo vinaibuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Mpendwa, omba kwa bidii. Mpendwa, omba kwa bidii. Weka ombi lako hapo, weka moyo wako hapo, mimina moyo wako hapo kwa jina la Yesu. Ninapokea kusaidiwa kwenye nyanja zote, ninapokea kusaidiwa kwenye maeneo yote, kwenye hali zote. Maisha yangu hayatakwama, hali yangu ya kiroho haitakwama, ndoa yangu haitaingia kwenye hatari na ikakosa kusaidika, uzao wangu hautaingia kwenye hatari ukakosa kusaidika. Ninaomba Baba, ninaomba Jehova, achilia vyanzo mbalimbali vya msaada wako, na ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyoko kwenye maombi haya. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyeko kwenye maombi haya. Ninaomba kwa ajili yake Bwana, achilia namna mbalimbali za msaada wako, achilia vyanzo mbalimbali. Wainulie watu, wainulie watu, wainulie watawala, wainulie viongozi, wainulie watu wenye mamlaka, wainulie watu wenye influence kwa jina la Yesu. Inua mazingira Bwana, inua hali Bwana, wainulie mazingira, wainulie visa Bwana, namna mbalimbali ya kuweza kuwasaidia, kuweza kuwaokoa, kuweza kuwanasua kutoka kwenye mikwamo, kutoka kwenye mazuio, kutoka kwenye hatari nusu ya pili ya mwaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msaada wako, vyanzo mbalimbali vya msaada wako, namna mbalimbali za msaada wako, njia mbalimbali za msaada wako, achilia Bwana. Wewe Mungu ambaye hauishiwi na mbinu, wewe Mungu ambaye hauishiwi na namna, wewe Mungu ambaye haukosi alternatives, haukosi jinsi ya kufanya. Ndio maana ukavuvia ndani ya Mordekai ya kwamba Esther angeona ya kwamba hata simama, Mungu ungetokeza msaada na wokovu kwa njia nyingine. Baba, ninaomba hata kama kuna chanzo kimoja kitanigomea, hata kama kuna mtu mmoja atagoma, Baba ninaomba niinulie njia nyingine, niinulie watu wengine, niinulie watendaji wengine, niinulie mbadala Bwana. Hata kama njia moja itagoma, niinulie njia nyingine ya kuniokoa, ya kunisaidia. Hata kama wazo moja halitaweza, halitaleta matokeo, niinulie Bwana namna nyingine, niinulie Bwana njia nyingine kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtakatifu anaomba namna hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, niinulie namna nyingine. Jehova, niinulie njia nyingine, niinulie njia mbalimbali, niinulie namna mbalimbali, niinulie vyanzo mbalimbali. Achilia namna mbalimbali, achilia mbinu mbalimbali za kuniokoa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndoa inapokea kuokolewa kwa namna mbalimbali, hiyo familia, huo uzao, hiyo biashara, hiyo miradi, hiyo ofisi, hiyo kampuni, hiyo taasisi ya kijamii inapokea kusaidiwa. Hiyo afya, hayo maisha ya kiroho, hiyo akili inapokea msaada, inapokea vyanzo mbalimbali katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa vyanzo mbalimbali, ninavipokea kwa imani. Ninakushukuru, nimevipokea kwa imani kwenye nusu hii ya pili ya mwaka ambayo tumeingia. Maisha yangu hayatagota, maisha yangu hayataingia hatarini na kuharibika, maisha yangu hayataingia hatarini na kufa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nimepokea kusaidiwa, nimepokea kuwezeshwa, nimepokea msaada utokao kwako. Pokea shukurani, pokea sifa Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo
tumepokea vyanzo mbalimbali vya msaada. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea namna mbalimbali ya msaada. Nataka tutasogea mbele tena, Zaburi sura ya 60 na mstari wa 11. Zaburi sura ya 60 mstari wa 11. Injinia Kennedy, ni ombi namba 4. Zaburi sura ya 60 na mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, utuletee msaada juu ya mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Utuletee msaada juu ya mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Na ukisikia neno juu ya kwenye maandiko mengi, sio directional, sio kwamba inamaanisha yani kitu ambacho kiko kichwani au kuelekea mawinguni. Ili neno juu ya ni kinyume cha au dhidi ya. Kwa hivyo sema utuletee msaada dhidi ya mtesi au kinyume cha mtesi. Utuletee msaada kinyume cha mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Sikilize mpendwa, inawezekana wewe una nguvu na watu na wajua na nguvu, lakini neno la Mungu linasema wokovu wa mwanadamu haufai. Kwa kuna msaada unapaswa kuja kurescue. Ombi letu tunaenda kuomba hivi: Baba yangu, ninaomba kiwango cha msaada wako dhidi ya watesi na mazuio ya namna yeyote dhidi ya maisha yangu na kila eneo la maisha yangu. Baba yangu, ninaomba kiwango cha msaada wako dhidi ya watesi na mazuio ya namna yoyote dhidi ya maisha yangu na kila eneo la maisha yangu. Kwa haraka tu, adui akitaka kukupinga, anakupinga kwa viumbe vya kiroho, lakini anakupinga kupitia mawakala wake ambao ni wanadamu kabisa. Anakupinga kupitia mawazo, anakupinga kupitia, kuna vita mbalimbali. Kuna vita inaitwa vita ya maneno, slander. Adui anakupinga, ana mbinu nyingi za kupinga, ndio hayo mazuio. Kwa hiyo utaomba msaada dhidi ya vita ya uzushi, utaomba msaada dhidi ya wanadamu wapingao, utaomba msaada dhidi ya maneno, manuizo, matamko, maapizo, dhidi ya uchawi, uganga, ushirikina, matambiko. Utaomba msaada dhidi ya mapepo, nguvu za giza. Utaenda kuomba msaada dhidi ya hayo yote. Fungua kinywa chako, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu. Anza kumsihi Bwana namna hiyo katika jina la Yesu. Anza kuumimina moyo wako mbele za Bwana namna hiyo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka, Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba msaada wako, ninaomba kiwango hicho cha msaada, ninaomba daraja hilo la msaada, ninaomba aina hiyo ya msaada. Baba, uniletee sawasawa na ombi la mzaburi, uniletee msaada kutoka kwako, msaada dhidi ya mtesi, uniletee msaada dhidi ya mtesi, maana wokovu wa mwanadamu haufai, maana mbinu zangu haziwezi, maana akili yangu haiwezi, maana uzoefu wangu hautoshi, maana uelewa wangu hautoshi. Baba, ondokeshea msaada wako. Baba, niletee msaada wako, huo msaada dhidi ya kila aina ya mtesi, dhidi ya kila aina ya mazuio, dhidi ya kila aina ya upinzani katika anga, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu usioonekana, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba msaada wako, huo msaada kwa namna utakavyouleta, uwe ni msaada wa malaika zako, uwe ni msaada wa moto wa Bwana, uwe ni msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu, uwe ni msaada wa upako wako, uwe ni msaada wa namna yoyote, uwe ni msaada wa radi ya Bwana, uwe ni msaada wa ngurumo kutoka kwa Bwana, uwe ni msaada wa upepo unaovuma kutoka kwa Bwana, uwe ni msaada kwa njia ya mkono wako wa kuume, uwe ni msaada wa hekima yako, uwe ni msaada wa ufunuo wako, uwe ni msaada wa maongozi ya Roho Mtakatifu, msaada wa namna yoyote ile. Bwana, ninaomba nitumie msaada wako, ninaomba nitumie msaada wako, ninaomba nitumie msaada wako, ninaomba nitumie msaada wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina
la Yesu Kristo, ninaomba nitumie msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nitumie msaada wako katika jina la Yesu Kristo, dhidi ya watesi wangu, dhidi ya wazuiao, dhidi ya upinzani, dhidi ya uharibifu. Msaada wako dhidi ya utendaji wa nguvu za giza. Neno lako linasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya wakuu wa giza, juu ya pepo wabaya na wakuu. Baba, ninaomba msaada dhidi ya hiyo structure, msaada dhidi ya huo muundo wa kishetani, muundo wa kuzimu. Baba, ninaomba msaada wako. Jehova, ninaomba msaada wako. Ondokeshia msaada wako dhidi ya wakuu wa anga, dhidi ya pepo wabaya, dhidi ya wenye hila, dhidi ya mamlaka, dhidi ya majeshi. Baba, ninaomba msaada wako dhidi ya mamlaka. Baba, ninaomba msaada wako dhidi ya kila aina ya mtesi katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya pepo, kila aina ya nguvu za giza lililoachiliwa kwenye mji wa Dodoma na miji mbalimbali ambayo watu wako wanaomba maombi haya, na hizo wilaya, ninaomba kwa damu ya Yesu, ninaomba kwa damu ya Yesu, ondokeshia msaada wako dhidi ya kila hayo mazuio, dhidi ya kila aina ya upinzani kwa hao watu wako, hawa ambao tunaomba nao, na mambo yanayohusiana na wao na ndoa zao na hali yao ya kiroho na kazi zao na familia zao. Ninaomba achilia msaada, ninaomba achilia msaada. Baba, Baba, Jehova, achilia msaada wako. Mungu wangu, achilia msaada wako. Mungu wangu, achilia msaada wako. Baba yangu, achilia msaada wako. Iwe ni mawakala wa kuzimu walio katika maumbo ya kibinadamu, iwe ni waganga, wachawi, washirikina, walozi na wasihiri, wasoma nyota na watu wenye nia mbaya, watu wenye nia ovu, watu wenye chuki, watu wenye hila. Baba, ninaomba achilia msaada wako dhidi ya maneno yaliyotamkwa, dhidi ya manuizo, dhidi ya maapizo, dhidi ya kila maneno yaliyotamkwa. Baba, achilia msaada wako. Jehova, achilia msaada wako. Jehova, achilia msaada wako. Jehova, achilia msaada wako. Baba, achilia msaada wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Msaada wako dhidi yao, msaada dhidi ya kila aina ya tendo alilolitenda kuzuilia nisiende mbele, kuzuilia kila kinachohusiana na mimi kisiende mbele, eti kisiwe na matokeo. Baba, ninaomba kiwango cha msaada wako, ninaomba daraja la msaada wako dhidi ya watesi, dhidi ya watesi. Inawezekana ni watesi wanadamu kabisa, ninaomba msaada wako dhidi yao, kama ambavyo Penina alimtesa Hana, kama ambavyo Penina mwanadamu kabisa alikuwa ni mtesi kwa Hana. Baba, ninaomba msaada wako dhidi ya aina hiyo ya watesi. Msaada wako, msaada wako, msaada wako. Watesi wengine ni ndugu, watesi wengine ni jamaa, watesi wengine ni marafiki, watesi wengine ni ndugu ambao wameamua kuungana na watu wanaotupinga. Baba, ninaomba achilia msaada wako, achilia msaada wako dhidi yao Bwana, wasifanikiwe, wasishangilie, wasifurahie kama anavyolia mzaburi. Usituache Bwana tuwe mawindo rahisi ya adui zetu, usituache Bwana tuwe mnyama kwenye meno ya adui zetu, kwa jina la Yesu. Ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako, ninaomba msaada wako. Kiwango hiki cha msaada, daraja hili la msaada, aina hii ya msaada ndio ambao ninaulilia, aina hii ya msaada ndio ambao ninautaka, aina hii ya msaada ndio ambao ninauhitaji, aina hii ya msaada ndio ambao ninauhitaji, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba huu msaada dhidi ya wanipingao, dhidi ya watesi, msaada wako, maana wokovu wa mwanadamu haufai, maana na yangu haifai. Baba, ninapokea msaada wako, ninapokea kusaidiwa dhidi ya kila aina ya upinzani, ninapokea kusaidiwa dhidi ya kila aina ya mtesi. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea msaada.
Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Kwa haraka, Zaburi sura ya 60 na mstari wa 12. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Mstari wa 12 anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Ombi namba 5 nje yake. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Nataka uende mbele za Bwana. Ombi letu tunaomba namna hii: Mungu wangu mwaminifu, ninaomba msaada wako ili nitende mambo makuu. Sasa nimekupa maana ya mambo makuu: mambo yanayozidi uwezo wangu, umri wangu, uwastani, mediocrity unaitwa uwastani, mazoea, mapokeo, tamaduni, mila na desturi kwenye kila eneo la maisha yangu. Nusu ya pili ya mwaka kuna matokeo na hitaji ambayo yanazidi umri wako, yanazidi familia yako, yanazidi mazoea, yanazidi mila. Anza kuomba namna hiyo. Hayo ndio yanaitwa mambo makuu, ambayo yanazidi average, yanazidi mediocrity, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nimeona kwenye neno lako ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Ninaomba kwenye nusu ya pili ya mwaka, Baba, ninajiandikisha kwa njia ya msaada wako. Ninajisajili kwenye kambi ya watu ambao watatenda mambo makuu, kwenye kambi ya watu ambao watatenda mambo ya ajabu, kwenye kambi ya watu ambao watatenda mambo makuu. Ninajiandikisha, ninajisajili hapo, ninajiandikisha hapo, ninajisajili hapo. Baba, ninaomba nitumie msaada wako, nipatie msaada wako unaowezesha kutenda makuu. Nipatie msaada wako niwe na matokeo zaidi ya umri wangu, zaidi ya mwonekano wangu, zaidi ya umbo langu, zaidi ya mapokeo, zaidi ya mila na desturi, zaidi ya ukawaida, zaidi ya wastani. Ninaomba huo msaada unaosababisha matokeo makuu, unaosababisha nifanye mambo makubwa, nifanye miradi mikubwa ambayo haijazoeleka, nifanye miradi mikubwa ambayo haijazoeleka, niwe na maeneo makubwa, niwe na utendaji mkubwa kwa jina la Yesu. Niamuru matokeo makubwa kwa jina la Yesu. Baba, Jehova, ninaomba katika jina la Yesu. Jehova, ninaomba katika jina la Yesu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, nipatie huo msaada, nipatie huo msaada unaoamuru mambo makubwa, unaoamuru mambo makubwa, unaoamuru mambo makubwa, unaoamuru mambo makubwa. Baba, ninaomba nipatie huo msaada. Jehova, ninaomba nipatie huo msaada. Baba yangu, ninaomba nipatie huo msaada utakaoniwezesha kuwa na matokeo makubwa, kufanya exploit kwa jina la Yesu. Nimeona mzaburi anasema ni kwa msaada wako, anasema ni kwa msaada wako. Hizo bajeti ni kubwa, ninaomba msaada wako. Hiyo fedha inayotakiwa ni kubwa, ninaomba nisaidie Bwana kufanya multi-million projects, nifanye miradi ya mamilioni, nifanye miradi ya mamilioni, nifanye miradi mikubwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninakutukuza. Asante kwa kunisaidia ya kwamba kwenye nusu ya pili ya mwaka sifanyi mambo kwa udogo, sifanyi mambo manyonge, sifanyi mambo ya wastani. Pokea sifa, pokea heshima ya Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kupokea. Ninatangaza juu ya kila mmoja, ombi hili endelea kuliomba unapokuwa mwenyewe, endelea kuliomba. Ninatangaza maadamu tumeomba, Mungu amekupa kutenda mambo makuu, kutenda mambo makubwa. Kwa kuomba ombi hili umejiondoa kwenye kambi ya uduni, kwenye kambi ya unyonge, kwenye kambi ya mambo madogo, katika jina la Yesu Kristo. Anza kumshukuru Bwana mahali ulipo, kwa kuwa kila ombi ambalo tumeliomba Bwana ametujibu, Bwana ameturidhia. Hata kufikiri kwetu kunabadilika, hata kuona kwetu kunabadilika, hata akili zetu, utendaji wa akili zetu unabadilika, mawazo yetu yanabadilika. Baba, ninakutukuza. Yesu, ninakuheshimu.
Pokea heshima Bwana. Asante kwa kila ombi ambalo umeniruhusu niliombe leo. Asante kwa kila ajenda ambayo umeniruhusu niombe leo. Baba, ninakushukuru ya kwamba hayo maombi yamegeuka, sio maombi tena, ni majibu. Ninapokea kila ombi nililoomba, ninamiliki kila ombi nililoomba. Pokea heshima Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Ni katika jina la Yesu tumesajili shukurani zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo imekuwa. Amen, haleluya. Kwa haraka tu, ninapendaga kufundisha hivyo watu tuombe kwa maarifa. Kwa haraka nikusaidie, alafu tutamaliza. Ya kwamba katikati ya circles, katikati ya waamini wengi, wapendwa wengi sasa wamefundishwa kuhusiana na maombi na wanapenda kuomba na wanafurahia kuomba, lakini wengi hawajafundishwa kupokea wanachokiomba. Nataka nikuhimize ili isije maombi haya tukawa tumefanya kwa hasara. Nataka nikuhimize, lengo la kuomba sio ili tuombe. Hatuombi ili tujifurahishe tuseme wow, tumemaliza saa moja ya kuomba. Lengo la kuomba ni ili tupokee. Actually, maombi ndiyo njia ya kwenda kupokelea. Sasa nini kimekusababisha ukae hapa tuombe kwa saa moja? Ni kwa sababu imani yako kuhusiana na maombi imejengwa. Sasa lazima vile vile tukuambia kwamba unatakiwa kupokea ulichokiomba. Kwa hiyo basi hakikisha unaelewa Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 na mstari wa 8. Mstari wa 7 anasema ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Alafu anasema tafuteni, alafu anasema bisheni. Alafu mstari wa 8 anasema maana kila aombaye upewa. Kwa hiyo ni kukuonyesha ya kwamba hasemi ombeni baada ya miaka 9 nanyi mtapewa. Hasemi ombeni baada ya kusota mtapewa. Hatoi kigezo chochote hapa katikati ambacho kina bridge kati ya kuomba na kupewa. Huwa ninafundisha nasema hakuna umbali kati ya kuomba na kupokea. Unapoomba unapokea hapa, unapoomba unapokea hapa, unapoomba unapokea. Kwa hiyo yale ambayo tumeyaomba, mpendwa, hauhitaji ifike jioni ya kwamba umepokea. Umepokea tayari, imeshatokea tayari katika spiritual realm, katika ulimwengu wako wa roho. Kwa hiyo kazi yako sasa ni kuanza kuishi sawasawa na kuomba kwako, kuanza kuishi kwa kuwa umepokea. Unaona, usisabotage, usiwe mhaini wa maombi yako mwenyewe. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo ninatangaza huo msaada wote tuliouomba umeupokea na umekuwa wako katika jina la Yesu. So Mungu akubarikie. Tutaonana hapa tena saa 11. Nitakuwa nikiongoza maombi kanisani na timu yetu, na tutakuwa na kanisa lote linakuja kuomba. Kwa hiyo tupatane tena kanisani kwenye maombi, na nilifundisha siku ya jana, kwa leo tutawekeza muda mwingi kuomba. Kwa hiyo tupatane hapo kuomba, na hatutakuwa online, hatutakuwa kwa njia hii, tutakuwa kwa mtandao wa YouTube. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaandika Pastor James Kalekwa kwa sehemu ya maombi haya. Lakini vile vile tunaendelea na usomaji wa Zaburi, na leo tunasoma sura ya 91. Tunasoma sura 15 kwenda mbele kwa mpaka sura ya 105. Kwa hiyo yule ambaye yuko pamoja na sisi anasoma Zaburi, tunasoma sura 91 mpaka sura ya 105. Na siku ya Ijumaa tutakuwa na maombi ya masaa 24 ya kufunga. Kwa hiyo tutakaa masaa 24 tukiomba na kumtafuta Bwana. Na tutakutana kanisani, tutaendelea kumtafuta Bwana. Siku ya Jumapili tutakuwa tukihitimisha maombi haya ya siku 14 ya upako wa Omega, na tumechagua vile vile kuambatanisha na sadaka zetu, na tutakuja na expressions zetu za imani. Una mambo ambayo ungehitaji niyawekee mkono kuyaombea, nikuhimize endelea kuyaandaa kama ni hizo ramani,
kama ni proposals, ni business plans, ni budgets, ni nguo, ni picha, ni udongo, ni bidhaa, ni passport yako, ni ATM card yako, namna mbalimbali ambazo unaweza ukaexpress imani yako. Unaweza kuja nazo alafu nikaweka mkono, na Bwana atakutana nazo, na nguvu ya Mungu ya upako wa Omega utazigusa na utasikia shuhuda za namna mbalimbali. So Mungu akubariki. Wakati ukiendelea kufanya yote hayo, tunakutana tena alfajiri saa 10:30 mpaka saa 11:30. Mungu akutendee mema na Mungu akupe kufurahia shuhuda kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, sawasawa na tulivyoomba, katika jina la Yesu. Uwe na mchana mwema katika jina la Yesu.